Baada ya miaka 7 ya kuwa mfalme wa Yuda peke yake, wakuu wote wa Israeli wanakusanyika huko Hebroni. Wanamjia Daudi kwa maneno yenye nguvu, sisi ni mfupa wako na nyama yako. Ni nini kinachofuata? Ni utayarishaji wa kipekee wa utawala ambao utabadilisha historia ya Israeli milele. Daudi, mchungaji aliyepiga Goliathi, sasa anakaribia kukamilisha safari yake ya kushangaza kutoka zizimuni hadi kiti cha enzi. Lakini utawala huu si wa kawaida, ni agano la Mungu linalotimizwa. Tazama, katika sura ya 2 Samueli 5, tunaona utawala unaanza kwa njia ambayo inafunua siri za kina za jinsi Mungu anavyoweka viongozi wake. Daudi si tu mfalme, yeye ni mfano wa mfalme mkuu anayekuja. Kila hatua katika sura hii inaashiria jambo kubwa zaidi. Kutoka mti wa mzeituni huko Hebroni hadi mji wa Yerusalemu, Mungu anakuwa akiweka msingi wa ufalme ambao hautakuwa na mwisho. Hebu tusikize neno la Mungu kama ilivyoandikwa katika 2 Samueli 5. Basi makabila yote ya Israeli wakamjia Daudi huko Hebroni, wakasema, tazama, sisi ni mfupa wako na nyama yako. Hata jana na juzi Sauli alipokuwa mfalme juu yetu, wewe ulikuwa ukiongoza Israeli vitani. Na Bwana akakuambia, wewe utawachunga watu wangu Israeli, na wewe utakuwa mkuu juu ya Israeli. Maneno haya yanaonyesha ukweli mkuu. Sasa unatambua kile ambacho Mungu alikuwa amekwisha kijua miaka 7 iliyopita. Daudi si mfalme kwa sababu ya silaha au utukufu wa kidunia. Yeye ni mfalme kwa sababu Mungu amemchagua. Makabila haya yanasema, wewe ulikuwa mkiongoza hata wakati Sauli akiwa mfalme. Wao wanaona ukweli, utawala wa kweli hautegemei kiti cha enzi, bali uongozi wa moyo. Wakafanya agano na Daudi mbele za Bwana huko Hebroni, na wakamtia mafuta Daudi kuwa mfalme juu ya Israeli. Agano hili ni zaidi ya kisiasa, ni ahadi ya kiroho. Mungu anakuwa akithibitisha chaguo lake la miaka mingi. Kuna mambo makuu ambayo wengi husahau katika hadithi hii. Kwanza, Daudi alikuwa mfalme wa Yuda kwa miaka 7 kabla ya kutawala Israeli yote. Hii inamaanisha alikuwa akijifunza jinsi ya kutawala kwa utaratibu, si kwa haraka. Mungu hakumuika kutoka machungani moja kwa moja kwenye kiti cha enzi cha taifa lote. Alifundishwa kwanza katika eneo dogo. Pili, tazama dharau ya Wayebusi walipomwambia Daudi, hata viwete na vipofu watakuzuia. Wao walimcheka mfalme aliyechaguliwa na Mungu. Lakini hii ni mfano wa jinsi dunia inavyoona utawala wa Mungu, kama udhaifu. Jambo la tatu linaloshangaza, Daudi hakuanza vita dhidi ya Wafilisti. Wafilisti ndio walimjia yeye kwa hofu. Mara tu alipotiwa mafuta kuwa mfalme wa Israeli yote, adui wakajua kuwa kitu kikubwa kimebadilika. Waliogopa mfalme aliyeunganisha taifa. Lakini Daudi hakufanya jambo lolote bila kwanza kumuuliza Mungu. Je, nikwe dhidi ya Wafilisti? Utaniweka mikononi mwao? Huu ni mfano wa uongozi unaotegemea sala. Katika sura hii tunaona mabadiliko makubwa ya kiroho yanayofuata mpangilio wa Mungu. Badiliko la kwanza kutoka utawala uliogawanyika kwenda utawala uliounganishwa. Israeli ilikuwa imegawanyika kati ya nyumba ya Sauli na Daudi. Sasa chini ya mfalme mmoja, taifa linakuwa moja. Hii ni mfano wa jinsi Kristo anavyounganisha waumini wote chini ya utawala wake mmoja. Badiliko la pili, kutoka kuishi kama mkimbizi kwenda kuwa mfalme aliyethibitishwa. Daudi alikuwa akikimbia Sauli kwa miaka mingi. Sasa anaketi kwa uthabiti kwenye kiti cha enzi. Mungu anaweka wakati mzuri wa kila kitu. Badiliko la tatu ni muhimu zaidi, kutoka ulinzi wa kibinafsi kwenda ulinzi wa taifa. Daudi alikuwa akijilinda mwenyewe kutoka kwa Sauli. Sasa anailinda Israeli yote kutoka kwa adui. Kazi yake imepanuka kutoka kujiangalia kwenda kuangalia wengine. Hii ni jinsi utawala wa Mungu unavyofanya kazi, haujali kwa kujilinda mwenyewe, bali kulinda wale uliokabidhiwa. Wanyamapori wa msituni wanaona mabadiliko haya kwa mshangao. Mwanakondoo anaangalia kwa utulivu akisema, mchungaji wetu amekuwa mfalme. Yeye aliyetulinda sisi kondoo sasa analinda taifa lote. Je, huu si ni mpango wa ajabu wa Mungu? Daudi anatawala kama simba, lakini ana moyo wa mchungaji. Anaogopa Mungu kabla ya kutisha adui. Huu ndio utawala wa kweli. Kutoka hewani naona utawala huu unabadilisha kila kitu. Mungu amekuwa akimtayarisha mfalme huyu kwa miaka mingi.
Sasa ni wakati wake. Lakini kuna kitu kingine. Mfalme huyu anaashiria mfalme mwingine atakayekuja. Mmoja ambaye si tu atatawala Israeli, bali dunia yote. Ndiyo, simba wa kabila la Yuda. Daudi ni kivuli chake. Utawala wake hautaisha kamwe. Sasa ni nini tunaweza kujifunza kutoka kwa utawala wa Daudi? Kwanza, Mungu hutayarisha viongozi wake kwa muda mrefu kabla ya kuwaweka madarakani. Daudi alipita miaka mingi ya majaribu, kuchonga kondoo, kupigana na Goliathi, kukimbia Sauli, kutawala Yuda. Kila kipindi kilikuwa ni maandalizi. Usiharuki kama Mungu anaiona kazi yako ya sasa ni ndogo. Anakutayarisha kwa kitu kikubwa zaidi. Pili, utawala wa kweli hautegemei nguvu za kijeshi peke yake. Daudi alikuwa na askari, lakini kila wakati alikuwa akimuuliza Mungu, je, nifanye hivi? Utawala bila sala ni utawala wa hatari. Uongozi wa kweli unahitaji mwongozo wa kiroho. La tatu, kila ushindi lazima uongozwe na kutafuta mapenzi ya Mungu. Daudi hakuwashambulia Wafilisti kwa hasira au wivu. Alimuuliza Mungu kwanza na Mungu akampa njia ya ushindi. Tunaweza kutumia mbinu hii katika majaribu yetu ya kila siku. Hebu tuombe. Baba wa anga, tunashukuru kwa mfano wa Daudi, mfalme aliyekuwa na moyo wako. Kama vile ulivyomtayarisha yeye, tutayarishe sisi pia kwa kazi unayotupa. Tufundishe kutawala maisha yetu kwa sala na kumtegemea wewe. Wakati tunakabiliwa na changamoto, tusikumbuke kumuuliza wewe kwanza. Kama Daudi, tupe moyo wa mchungaji hata tukiwa na madaraka. Tuwe viongozi wanaofuata mfano wako, si mfano wa dunia. Na tukikumbuka kuwa mfalme mkuu, Yesu Kristo, ndiye anayetawala milele. Katika jina lake tunaomba. Amina. Kumbuka, utawala wako haupaswi kuwa wa kibinafsi, bali wa kutumikia wengine. Daudi alitoka kuchonga kondoo na kuwa mfalme wa taifa. Mungu anaweza kufanya zaidi kuliko unayoweza kufikiri. Kwa 8:17 Act12, ninaitwa msimulizi wenu. Daudi ameanza utawala wake, lakini safari hii ya ajabu haijamalizika. Kuna mengi zaidi ya kujifunza kuhusu mfalme aliyepewa moyo wa Mungu. Tuonane katika kipindi kijacho. Jiandikishe kwa maudhui zaidi ya kusoma Biblia.